Mimi nimezaliwa kimakosa kwa sababu uweze ukazaliwa afu ukaanza tena uje kuwasaidia wazee, uje kusaidia wazazi. Ndio maana hela zangu nilizozipata nimeamua ngoja nichukue ndinga yangu, nijifurahishe na maisha yangu, ni enjoy life yangu. Maisha yanaendelea kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo mtu hakuna kunipangia kwamba sije hela zako wajengee wazazi. Nasaidia mke wangu kuliko wazazi kwanza, kwa sababu mke wangu au mwanamke wangu ndo familia yangu ya sasa hivi. Mimi bado natilia mkazo pale pale kwamba wazazi ndio watakiwa sisi watuhudumie watoto wao na sio watoto tuwahudumie wazazi, kwa sababu majukumu yapo kwa wazazi kutuhudumia sisi watoto wao. Haiwezekani mtoto apewe mzigo mkubwa kumhudumia mzazi. Wao hela zao walizitumia wapi? Walizifanyia nini? Kwa sisi kama watoto au mimi kama mtoto natetea haki yangu kwa watoto kuhudumiwa na wazazi. Sawa, tumezaliwa katika mazingira ya kimaskini. Sasa kwa nini watuzae ikiwa wao wanajua kabisa ni maskini? Naweza nikasema kwamba nimezaliwa kimakosa. Kwa nini? Kwa sababu nimezaliwa kwenye familia ya kimaskini. Wenzetu huko mbele watoto wao wakizaliwa tu wanaangalia fani yao ya kufanya, hawaendi kusoma moja kwa moja. Yaani wanaangalia fani zao za kufanya, mwisho wa siku wanapelekwa shule ya kulingana na fani yao wanaofanya. Wakishatoka hapo wanalisishwa biashara na wazazi wao. Ukuta kabisa mzazi anaongea kwamba ngoja nipate watoto hata wawili ili waje kunisaidia baadaye. Yaani mtu anaweka malengo hayo. Ndio maana watoto wengi wa Kiafrika tunakufa maskini kwa sababu ya kutegemewa na ndugu. Yaani kutegemewa na ndugu. Yaani mzigo mkubwa tunabebesha sisi watoto wa kimaskini kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu. Yaani mtu tunajikuta unapata 300,000, 400,000, mara unasikia mjomba wako kameza shoka, mara sijui shangazi yuko amemeza kokoto. Sasa tunashindwa kufanya maendeleo sisi watoto kwa sababu ya kubebeshwa mzigo. Mfano mkubwa utasikia, mwanangu inabidi ukipata hela ujengee kaburi la babu yako. Sasa kaburi la babu yangu ambao baba yake yeye kweli nije kujengea mimi mjukuu. Yeye kama mzazi baba yake, kwa nini akujengea kaburi la baba yake ambao mimi ni babu yangu? Yaani tunapewa majukumu ambayo ni mazito. Kusema kweli sasa naweza nikasema hivi kwamba nimezaliwa kimakosa kulingana na familia zetu za kimaskini. Unajua sisi wa Afrika tupendi kuambiwa maneno magumu, maneno makali. Tunaonekana sijui tutapewa laana. Hakuna laana ya hivyo. Siwezi nikapewa laana kwa sababu eti siwezi kumjengea mzazi nyumba. Au hizi ni fadhila kupata baraka tu za wazazi, kuwafanyia wema na nini, kupata baraka, lakini sio lazima. Yaani mila za Kiafrika tushaika sasa ni ulazima kumsaidia mzazi au kumjengea mzazi. Wazazi wangu mimi wanakaa kwenye nyumba ya udongo, lakini mimi hela zangu nimeamua kununua gari kama mnavyoona. Yaani wazazi wangu wanakaa kwenye nyumba ya udongo, siwajengea wazazi wangu, wanakaa kwenye mazingira ya nyumba ya udongo na nyumba yao ipo kijijini kabisa. Lakini mimi nimeamua zile hela zangu ninunue gari kama hivi nitambe. Hamna mtu akunipangia eti hela zangu nifanyie mimi. Kama mnavyoona hela zangu nimeamua kununua gari na wazazi wangu wanakaa kwenye nyumba ya udongo. Kwa hiyo siwezi nikasema eti hii hela nisinunue gari eti kisa wazazi wangu wanakaa kwenye nyumba ya ovyo. Sio kweli. Kwa hiyo nimeamua hela yangu sasa, hiyo hela yangu nilopanga sijui nifanye hivi na hivi, nimeamua ninunue gari kwa sababu ukifuatisha majukumu ya wazazi, ukifuatisha majukumu ya ndugu, hauwezi ukafika mbali. Ndio maana mimi nikaamua hela yangu hii niliyoipata, ngoja ninunue zangu ndinga, ninunue gari, nienjoy maisha yangu. Wao walifika wakati wao, walipita kipindi chao cha ujana, wakaenjoy na hela zao, wakafurahia maisha yao, wakafanya majukumu yao. Sasa hayo majukumu ya kujenga nyumba, sijui unaweza ukawajengea wazazi nyumba. Mwisho siku wakifariki, ndugu anakuja kugombania nyumba ambayo umejenga wewe mtoto. Inakuwa haki hiyo tena. Kwa hiyo ndio maana hela zangu nilizozipata nimeamua ngoja nichukue ndinga yangu, nijifurahishe na maisha yangu, ni enjoy life yangu. Maisha yanaendelea kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo mtu hakuna kunipangia kwamba sijui hela zako wajengee wazazi. Wazazi walikuwa na kipindi chao, walitamba, na sisi acha tutambe. Wazazi jukumu lao kuhudumia mtoto, na mimi jukumu langu kuja kuhudumia mwanangu. Kwa tunaenda hivyo, yani kila mtu ashinde mechi zake na kila mtu ahudumie kizazi chake. Kwa mimi nitahudumia kizazi changu na wazazi wangu wahudumie kizazi chake ambacho ni mimi hapa. Kwa hiyo huwezi ukanipangia sijui wewe utalaniwa sijui hamna mtu aliolaniwa kisa hajahudumia mzazi. Ila wapo waliolaniwa kwa ajili ya kutukana wazazi, kutokuheshimu wazazi, na maandiko yanasema tuwaheshimu wazazi wetu, na mimi wazazi wangu nawaheshimu. Lakini hii swala la kusema eti nisinunue gari kisa wazazi wanakaa sehemu mbaya au kisa wazazi wanaishi mazingira mabovu, mimi naweza nikasema kati ya mke na mzazi na akipatwa shida nani naweza nikamsaidia. Naweza nikasema nasaidia mke wangu kuliko wazazi kwanza, kwa sababu mke wangu au mwanamke wangu ndo familia yangu ya sasa hivi ambao naweza nikaihudumia na kuisaidia, na watoto wangu nikawasaidia na kuwahudumia. Wazazi tayari washapitwa na wakati wao. Mke atanizalia watoto na mimi nitaendelea kuhudumia hao watoto wangu huko tunakoenda. Hizi hela nilizozipata
sijawajengea wazazi, wala nimeamua kuchukua ndinga yangu safi na enjoy maisha yangu mimi na familia yangu na mke wangu safi kabisa na enjoy. Na hakuna la kunifanya. Hiyo swala la kuwajengea wazazi nyie wenye fikra za kimaskini na mtakufa maskini. Hakuna mtu aliyetoboa kwenye maisha ambao anategemewa na ndugu. Ukitaka kufeli maisha, sikiliza sana ndugu wa kutegemea kwa kila kitu. Kidogo simu, sijui kuna shida kiasi fulani, sijui kaka yako anaoa. Kwa lazima hayo mambo tunakufa maskini ndugu zangu. Ni mtu aliyefanikiwa kwenye maisha asikilizi ndugu, asaidii ndugu. Yaani ukichunguza huyo mtu uje huyo katoboa na utaambiwa analinga. Siku zote utaambiwa analinga sana fulani, analinga sijui kwa sababu ya vielazo vyake. Hiyo yote kwa sababu asaidii ndugu zake. Kwa hiyo mambo kwenye maisha yetu yapo. Ukitaka kufa maskini, saidia ndugu, saidia wazazi wako, sikiliza kila kitu kwamba huyu fulani asaidii ndugu, huyu fulani. Kwa hiyo kwenye haya maisha ndugu zangu, mimi nimechagua maisha yangu. Naweza nikasema wengi sana wamezaliwa kimakosa, au naweza nikasema mimi nimezaliwa kimakosa kwa sababu uweze ukazaliwa afu ukaanza tena uje kuwasaidia wazee, uje kuwasaidia wazazi. Wenzetu Waarabu, wazungu wanasaidiwa na wazazi wao. Kila kitu wanalisishwa, yani wakizaliwa tu pap. Akishakuwa tu akishamaliza shule, ukaa kwenye duka fulani, wewe kaa kwenye biashara hii, endesha iendelee. Wahindi hao ndo tabia zao. Fanya hivi. Na Wahindi tabia yao hadi kuoa, akioa bado hawahami nyumbani. Wanakaa kwa wazazi hao mpaka uamue mwenyewe sasa bwana jamani nataka nikakae mwenyewe kivyangu. Lakini inatakiwa iwe hivyo, lakini sasa unazaliwa unakuta majukumu makubwa. Unakuta tena unaanza tena kuwasaidia wazazi, kuwasaidia wazee. Maendeleo yako yatafika lini? Au utaendeleza vipi mafanikio yako ya maisha yako? Mwisho siku tunarudi nyuma kimaskini, tunakuwa maskini kwa sababu ya kusaidia ndugu, kusaidia wazazi. Kwa hiyo naweza nikasema ni utamaduni wa Kiafrika ambao tumejiwekea hivyo, lazima usaidie wazazi, uwajengee na nini. Sasa wewe maisha yako bado hujajenga, hujafikia hatua ya kujenga, uje kuwasaidia wazazi, kuwajengea wazazi. How?